Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kupatiwa kitu kibovu mara kwa mara, iwe pesa au kitu chochote. Ikiwa utakikataa utaondokana na kitu cha shari unachodhamiriwa. Mtu atakuwa mwenye ushindani na wewe kisiri. Utakuwa makini kukagua kitu. Kujihakikishia kitu. Kupenda sehemu tulivu yenye usalama. Utafanya ulichokikusudia. Kujihisi maumivu ya mgongo au mbavu. Kuendelea kufahamu kitu unachokifuatilia. Kutembelea sehemu za wagonjwa. Utasifika kwa wema. Baadhi yenu mtakuwa kwenye wakati mgumu sana. Kipato kutotosheleza na hali ya utengano kuwepo. Nyota ya Nge. Kuachana na kisasi na mtu. Utakuwa mwenye mawasiliano mazuri na mtu. Kuna kitu kitakachokuwa kinakujia sana akilini mwako. Kuhisi uko peke yako. Unatamani ufikie mbali katika namna nzuri ya kuwashangaza watu. Malengo yako utayafanyia kazi. Kuna watu wanaoonesha umoja na wewe. Kupata mtu wa karibu ambaye hukumtarajia. Nyota ya Samaki. Kutoilazimisha furaha kwa mtu. Usubiri kitu unachopangiwa. Kuonesha hauna uhitaji wa kitu fulani. Kuweka sawa mambo yako na mtu fulani. Kuyatekeleza majukumu yako kiufasaha. Baadhi yenu hamtokuwa na hali nzuri. Kuhisi watu wako nyuma yako wanaokuombea mabaya na ni chanzo cha kukurudisha nyuma. Kutambua kitu kitakachokuumiza moyo mara kwa mara. Kuhitaji uhuru ila unashindwa kuwa sawa. Kuhisi mtu atakuongoza kwa jambo ila haitokuwa hivyo. Moyo wako kubeba maumivu makubwa yenye hisia nzito. Kutolala kwa raha. Kuonana na mtu ukiwa huna uchangamfu. Wenginewe tarajieni kupata vitu kwa wepesi. Kazi zenye kipato kizuri. Ulichokuwa unakisubiri kitakufikia. Kumaliza mzozo na mtu. Nyota ya Ng'ombe. Utakuwa muwazi wa jambo. Utapokelewa na mtu kwa utofauti na mazoea. Kupata uhakika wa kitu. Kuhisi hali ya kufikiriwa vibaya. Kuna changamoto kidogo utakayoipata. Kupata kujua manufaa ya kitu. Kujifariji kwa namna nzuri. Nyota ya Mashuke. Kupata sana hali ya muwasho. Kuongea na mtu kwa ukubwa sana, ikiwa si watu mliozoeana. Kumwangalia tu mtu na kujua kitu ndani yake. Kumwacha mtu aseme kile anachokihisi kwako. Mtu atakuwa mwenye kubabaika wakati wa kuongea na wewe. Kuubaini ulongo kwa haraka sana. Wakati huu utakuwa mwenye kuyachambua sana mambo akilini mwako. Unajua na unaweza, hivyo utajaribu kitu. Kufanya maandalizi ya kitu. Utajieleza vema kwa mtu. Utahitaji kiasi cha pesa kwa ajili ya jambo. Utakinaishwa na kitu. Utajitenga na mtu. Nyota ya Mbuzi. Wengi wenu mnaamka sana usiku na kukosa lepe la usingizi. Kujutia kitu. Unahitaji kufanya maamuzi yaliyopo moyoni mwako. Kusumbuka kutoa kitu kwa muda mrefu. Kulipwa. Kujihisi kuumwa. Kupata pesa usiyoitarajia. Mtu fulani ataonesha hali ya kukujali au kukupenda. Utamuelezea mtu kitu. Nyota ya Mizani. Ndani ya kifua chako kuna hali utakayoihisi. Mtu atakupa lawama kwa makosa ya wote. Kutofikia mwisho wa kitu. Kutokana na mambo kuingiliana. Utabisha kitu. Mtu kufahamu jambo kukuhusu. Mtu uliyependana naye utaungana naye tena. Kuhisi vingi ila utashindwa kusema kwa wakati. Nyota ya Ndoo. Kupata shida ya usafiri. Utakuwa mwenye kujihami sana. Sauti ya mtoto kulia mara kwa mara. Inakujulisha jambo. Kutii au kufuata mwongozo fulani. Utafanya kitu unachokipenda. Wivu wa mtu kukukosesha kitu. Kutamani urudiane na mtu. Kusimuliwa jambo. Hali ya kuamka mara kwa mara usiku inakupa mwongozo mzuri wa ulinzi. Nyota ya Mapacha. Kuwekeana mipaka na mtu katika mazungumzo.
kujali sana, kushukuru, utatendewa vitu vizuri, kuhisi kitu kwa haraka, kuna jambo utakalolipenda sana, utaanza kuona mtu akiwa mwenye imani, kuendelea kufanya mazoezi fulani, utafikishiwa taarifa ya mtu, kulala sana mchana. Nyota ya Simba. Kuomba hitaji la moyo wako litimie, kuongelea kitu kwa muda mrefu, utashirikiana na mtu kwa jambo muhimu, kuyafikiria sana maisha, moyo wako unakupa amani na hisia nzuri, kusalimiana na mtu zaidi ya mara moja, kuna kitu utakachokigundua, utaijua tamaa ya mtu, utakuwa na uwezo wa kufanya kitu kwa haraka, utachaguliwa au kupata nafasi nzuri sehemu ya wengi, upendo wa mtu kushamili zaidi kwako. Nyota ya Punda. Kuihisi tabia ya mtu kwa jinsi alivyo. Utakuwa mwenye mamlaka fulani ndani yako. Utajua usahihi wa maneno ya mtu. Kupitia wewe utakuwa sababu kubwa sana ya jambo kufanikiwa. Utafanya vitu vidogo vitakavyo kuingizia pesa. Utaacha kuwa mwenye kufanya mzaha kwa jambo. Utapokea mgeni wiki hii. Nyota ya Mshale. Kuulizia kitu. Utafanya mtu awe mwenye mawazo. Kuongea kwako ukweli kutakuweka huru. Utakuwa na hesabu ya kitu kabla hujakipata. Kukusudia kufanya kitu. Kupata ishara ya kitu. Kwa sauti ya mtu ndani yake. Ikiwa na majonzi au tatizo alilokuwa nalo. Hali hii itakujia kihisia au kumkumbuka ghafla. Utafika sehemu kwa uokozi. Yaani ujio wako sehemu hiyo. Utakuwa umeokoa kitu bila kujua. Kujua madhara ya kitu. Kuongezeka kwa namna nzuri ya mawasiliano na mtu. Macho yako yapo wazi kuvumbua kitu. Hata kama umelala kuna kitu utakachokijua. Iwe tatizo la mtu au jambo lolote. Mshale. Unaongozwa na hisia. Hivyo wakati huu unaweza fanya vitu ikiwa hujafikiria kuvifanya. Siri kwako inafichuka kwa haraka. Yaani kujua mambo yaliyofichikana. Sauti unayoisikia mara kwa mara inaleta taarifa kwako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.